Twende kwenye kitabu cha Wakorinto wa pili. Of course imekuwa ni wiki la baraka sana, na tumekuwa na somo linalosema kukutana na Mungu binafsi. Alafu chini yake tukawa na theme iliyokuwa nasema kufanana na Mungu. Haleluya. Na nimefundisha hadi Jumamosi, tukaishia hapo hilo somo, na leo Jumapili Mungu alinipa kitu kingine cha kuzungumza na wewe. Naamini maisha yako hayatabaki alivyo. Amen. Naomba unipe tu dakika chache hizo, naamini katika hizo dakika chache Mungu atasema na maisha yako. Mungu atasema na maisha yako. Nina uhakika. Mimi naipenda sana amina, maana amina inasema na iwe hivyo. Naona Dar es Salaam amina ni shida kidogo. Ni kama wanauza. Inauzwa shingapi hapa? Ili nichangie na mimi wapunguze bei. Ni shingapi? Ni bure. Haleluya. Hapo ndo naelewa sasa. Kumbe kama ni bure, wote tunaweza kusema. Wafalme wa pili ile sura ya 4. Nipate msomaji mzuri. Kuna watu wanajua kusoma na kuongea. Sasa nipate anayejua kusoma, sio anayeongea kama mimi. Anayejua kusoma kwenye kituo, naweka kituo, sio unaongea kama mimi. Wafalme wa pili ile sura ya 4. Tuanzie mstari wa 8 hadi wa 14. Amen. Biblia inasema, hata ikawa siku moja Elisha alikwenda Shunemu, na huko kulikuwa na mwanamke mmoja mwenye cheo, naye akamshurutisha aje ale chakula. Ikawa kila alipopita njia ile huingia kula chakula. Yule mwanamke akamwambia mumewe, tazama, mimi naona ya kuwa mtu huyu apitaye kwetu mara kwa mara ni mtu mtakatifu wa Mungu, na kuomba tumfanyie chumba kidogo ukutani, na ndani yake tumwekee kitanda na meza na kiti na kinara cha taa, na itakuwa atuijiapo ataingia humo. Ikawa siku moja akafika huko, akaingia katika chumba kile akalala. Akamwambia Gehazi mtumishi wake, muite yule Mshunami. Naye alipokwisha kuitwa akasimama mbele yake. Akamwambia, sema naye sasa. Tazama, wewe umetutunza sana namna hii, utendewe nini basi? Je, uombewe neno kwa mfalme au kwa amiri wa jeshi? Yule mwanamke akamjibu, mimi ninakaa katika watu wangu mwenyewe. Akasema, basi atendewe nini? Gehazi akajibu, hakika hana mwana na mumewe ni mzee. Amen. Mungu alibariki neno lake, na kwa wakati wako utaendelea kusoma umalizie, lakini kwa leo tuokoe muda. Naomba tuishie hapo. Amen. Naomba tusome andiko nyingine moja kwenye kitabu cha Isaya 6:8. Isaya 6:8. Isaya 6:8 inasema, kisha nikasikia sauti ya Bwana
akisema, nimtume nani? Nimtume nani? Naye ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Na nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema, mimi hapa, nitume mimi. Nitume mimi. Mungu alibariki neno lake. Naomba nikuletee kichwa cha somo kinachosema kuishi kwa ajili ya Mungu. Haleluya. Kuishi kwa ajili ya Mungu. Hebu yatamka hayo maneno, sema kuishi kwa ajili ya Mungu. Hebu rudia tena, kuishi kwa ajili ya Mungu. Haleluya. Wewe na mimi tunapaswa kutambua ya kwamba Mungu ni kila kitu kwetu, na Mungu alikuwepo kabla chochote hakija kuwepo, na Mungu aliishi kabla chochote hakijaishi. Yeye ndo wa kwanza, yeye ndo chanzo, yeye ndo muumbaji, na kila kitu kinakamilika kwa sababu Mungu yupo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wewe na mimi ni matunda au ni matokeo ya kazi ya mikono yake. Tuko hapa tunaishi kwa sababu kuna Mungu aliyeishi kwanza, alafu akaamua tuwepo. Haleluya. Sasa tutambue pia ya kwamba hatuwezi kujitenganisha na Mungu. Amen. Tunapojitenganisha na Mungu inakuwa ni hatari kwenye maisha yetu. Ni kama samaki unamtoa kwenye maji, anakuwa hatarini. Anaweza akaishi lakini sio kwa muda mrefu, ataishi kidogo lakini badala yake atakufa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hivyo ndo tulivyo wewe na mimi. Hatuwezi kuishi bila Mungu. Na kama kuna kitu tunapaswa kuishi au kukifanya, tunapaswa kukifanya au kuishi kwa ajili ya Mungu. Ukiwauliza watu hapa wengi, ukamuuliza kwa nini anaishi, atakwambia vitu vingi. Mwingine anaishi kwa ajili ya watoto tu. Mwingine anakwambia anaishi tu kwa sababu hataki kufa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kusudi kubwa la Mungu pamoja na kutuumba ni kwamba tuishi kwa ajili yake. Hicho kiwe kipaumbele kwetu, tuishi kwa ajili yake. Haya mengine yawe ni ya ziada tu. Anatafuta chochote ambacho tutakifanya awekwe yeye kwanza, alafu vingine vifate. Yaani kwake yeye tusiwe na vigezo vyovyote. Anataka tuende kama tulivyo, atupe asitupe, afanye asifanye, lakini kwake abaki pale pale. Haleluya. Anataka yeye nafasi yake ibaki pale pale, afanye asifanye, abaki pale pale. Tumesoma habari za huyu mwanamke Mshunami. Biblia inatuambia kwamba kuna mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa kila wakati anapita pale, na alipomwona akatambua. Hakuambiwa, lakini akatambua kwamba yule ni mtumishi wa Mungu. Na alipotambua, akaamua ajiunge na kazi anayoifanya yule mtumishi wa Mungu. Yule mwanamke ni mwanamke mmoja shujaa. Tukifika mbinguni nitampa shikamo yake.
Sio rahisi kumheshimu mtu ambaye umfahamu. Sio rahisi kutambua alichokibeba mtu ambaye humfahamu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Lakini yule mwanamke, ninachojua ni kwamba alikuwa na hofu ya Mungu ndani yake, na chochote kinachomhusu Mungu kwake hakuwa na mjadala, alikuwa anakipa kipaumbele. Chochote ambacho kinamhusu Mungu kwake alikuwa anajihusisha. Alipotambua, akaiona nafasi ya kuishi kwa ajili ya Mungu. Acha nikusaidie. Leo watu wengi wanakuja kanisani kwa sababu badala yake kuna kitu wanatarajia. Wengine walikuja kwa sababu wanaumwa sana, wameenda kwa waganga, wameenda wapi, wameenda ikashindikana, wakaja kanisani. Baada ya hapo wakapona. Hapo mchungaji akawaambia, ulichokipata kwa Mungu kinatunzwa kwa Mungu, kitoka tu ukichaa utarudi. Ndio maana wapo mpaka leo. Vinginevyo wangepona tu wakarudi zao wakaondoka. Haleluya. Wengi wetu tunakuja kwa Bwana au tunafanya vitu tukitarajia afanye kitu, na asipofanya, wengi wamekata tamaa, na wengi wamehama hata makanisa, maana walichokuwa wanakitarajia hakikufanyika. Toa ili ubarikiwe. Tunasikiaga haya maneno, si ndio? Lakini wapo watu walitoa wakasubiri baraka wa kuziona, walichokifanya nini? Wakahama. Wengine wakaacha na ulokoni. Kumbe hawakuishi kwa ajili ya Mungu, waliishi kwa ajili ya baraka, na ambapo hazikupatikana wakaondoka, wakaacha. Nataka ufuate sana habari za huyu mwanamke. Huyu mwanamke, cha kwanza, anatambua huyu mtu ana Mungu, na kama ana Mungu, nikijiungamanisha kwenye huduma yake, nitakuwa na mimi namtumikia Mungu. Na alimtumikia Mungu bila kutarajia chochote. Muulize jirani yako kwamba naweza kumtumikia Mungu bila kutarajia chochote. Ulivyo na njaa ya miujiza, unaweza kumtumikia Mungu bila kutarajia chochote. Haleluya. Yaani kanisani imekuwa kama tunacheza ni mchezo gani ule? Kamari. Yaani weka hapa ili upate, weka hapa ili patikane. Hakuna watu wanaojitoa kwa Bwana wakisema afanye asifanye, uzima alionipa unatosha, nitaishi kwa ajili yake, nitaishi kwa ajili yake, nitaishi kwa ajili yake. Kuna wakati mwingine nakaaga naanza kujiuliza, kuna wakati nasumbuliwa na homa. Hivi hujawahi kusikia kwamba hiyo homa imeua watu? Lakini mimi iliingia mwilini mwangu, vile vile ilivyoingia ikatoka, haikuniua. Ni nani anayenilinda? Kuna wengine wana kisukari, hicho kisukari, wengi wamekufa. Kuna wengine wana pressure, hiyo pressure imeua wengi, lakini wewe bado upo. Huyu mwanamke alipoona huyu mtumishi ana Mungu, akajiambatanisha na huduma yake, akaenda kumshawishi mume wake. Anamwambia, kuna mtu nimemwona. Yule mtu sio mtu wa kawaida. Yaani huyu mwanamke ujasiri kwanza anaupata wapi? Maana hofu yangu inakuja wakati nasoma vile alivyomshawishi mume wake, alafu ikaja kukutikana kwamba huyu mwanaume ambaye anasema mtumishi wa Mungu ni tapeli. Utarudije kwa mume wako?
unamtetea mtu ambaye umfahamu mara yako ya kwanza kumwona, lakini una uhakika kinachotoka kwa Mungu kinafahamiana. Ukiwa unatoka kwa Mungu utatambua tu vinavyotoka kwa Mungu na utavishikilia, hautaviachilia. Akatambua, akaenda akamshawishi mume wake. Sio kumshawishi tu, hapo hapo akaweka mpango wa dharura. Anamwambia mume wake, huyu mtu asiwe anapita tu, tunajenga nyumba yake. Na tukijenga nyumba yake isiwe nyumba tu ovyo ovyo. Tunaweka meza ndani, tunaweka kiti ndani, tunaweka taa ndani. Yaani kisiwe chumba ambacho kilala ukigeuka mgongo nauma. Sio kile kitanda ambacho unachelewa kulala, maana unajua ukiamka unaamka na maumivu. So bora ulale masaa machache. Haleluya. Anasema kitengenezwe vizuri. Hapo naona mwenye mipango ya nyumba ni mwanaume, na mwanaume ana bajeti zake, lakini huyu mwanamke anakuja anaingiza bajeti yake kwa ajili ya Mungu. Anasema tumjengee. Kujenga sio kazi ndogo. Wewe nyumba yako umeijenga kwa miaka mingapi? Mpaka leo haijaisha. Maana kila siku nabadilisha, maana toa dirisha hii haikuwa sahihi, imekuwa ya kizamani, weka nyingine, mara ngoa mlango, kumekuja wa kisasa, weka. Mpaka leo hujamaliza kujenga, una miaka 50. Lakini yule mwanamke anamwambia tumjengee nyumba. Maana yake ni nyumba ya dharura. Huyu mtu akiwa anapita hapa aikute nyumba. Maana yake anakoenda akirudi akute imekamilika. Bwana Yesu asifiwe. Akirudi akute imekamilika, asija kala chakula tu akaondoka. Hapana, lakini apumzike hapa. Wakafanya. Kinachonishangaza zaidi, na hapo ndo ninaona ukiishi kwa ajili ya Mungu, Mungu atafanya. Mungu sio mwanasiasa ambaye anawatumia watu bure tu. Mungu ni mwaminifu, sio mwanadamu wala asemi uongo. Akisema ukiishi kwa ajili yake, yeye atafanya yaliyo ya kwako. Anakuja kwa huyu mwanamke, anamwambia umetuhudumia sana. Hapo ndo napochanganikiwa sana. Umetuhudumia sana na vizuri, tumefurahi. Tuambie shida yako. Una shida gani? Na mtumishi anataja vitu vikubwa vikubwa, anamwambia au nikakusemee kwa mfalme. Nani asiyependa hapa akasemewe kwa Samia? Nani asiyependa? Yaani niseme kwamba nampigia simu kwa ajili yako, nani ana uwezo wa kukataa hapa? Angalia fursa ya kwanza. Anaambiwa kwamba nikuungamanishe na mfalme. Yule mama anasema ndivyo vyote, achana navyo. Fursa ya pili, nikuungamanishe na amiri jeshi mkuu, ili uwe salama, uwe nalindwa, asikuguse yoyote. Yule mwanamke majibu yake bado yako ni hapana. Sikufanya hivi vyote ili nipate kakitu. Nilifanya hivi vyote kwa sababu natambua haya maisha nilionayo siwezi kuyanunua kwa bei yoyote. Hii afya nilionayo siwezi kununua kwa bei yoyote. Nafanya ninavyofanya kwa sababu natambua kuna Mungu aliye hai ambaye siwezi kumlipa. Siwezi kumlipa. Anakataa yule mwanamke. Nasema, mchungaji, kama nafikiri
Zile zaka nazoletaga ni kwamba ili unipendelee na nini? Hapana, mimi nafanya wajibu wangu kwa sababu namjua Mungu. Ile michango nayotoaga sitoi ili nionyeshe watu kwamba na mimi na uwezo wa kutoa. Hapana, natoa kwa sababu namjua Mungu wangu na naishi kwa ajili yake. Isingelikuwa yeye, adui angekuwa ameshaniua muda mrefu. Haleluya. Sisi wengine tukianza kuambiwa historia zetu mpaka tunaogopa. Yaani naambiwa kwamba ile parafini, mafuta ya taa, nilipiga lita moja, nikanywa lita moja. Wazazi hawapo wakati ni mdogo. Wazazi hawapo. Na wapo hapa wanasayansi, mnajua masaa machache tu, yaani sio kudokeza, lita. Historia yako inafanana na mimi nilikunywa mafuta ya taa. Lakini mpaka leo nipo, sina vidonda vya tumbo, sina shida yoyote ya tumbo. Bwana alinitetea. Mpango wa adui ni kwamba pale nikiwa mdogo nipoteze maisha yangu. Ni kitu gani naweza kufanya kwa Mungu nimlipe? Hakipo. Ni gharama gani naweza kuitoa nimlipe? Haipo. Ndio maana wapendwa, kuna sehemu tunatakiwa tufike. Tunasema hatuishi kwa ajili ya mtu yoyote, tunaishi kwa ajili ya Mungu. Isiwe kama ni ndoa, unasema huyu baba huyu mimi ningeshamwacha muda mrefu, naishi tu hapa kwa ajili ya watoto. Aliyekwambia wewe una uwezo wa kuishi kwa ajili ya watoto nani? Wale wanayokufa wakiacha watoto, wenyewe walikuwa wapendi kuishi kwa ajili ya watoto. Yaani vitu vingine ukikaa, anza kutafakari. Kuna watu walikuwa na hela nzuri, walikuwa na mipango mizuri, walitamani wawajengee watoto wao, walitamani wafanye mambo makubwa, lakini hawajaweza. Haitoshi kuishi kwa ajili ya mume wako. Mume wako hana kesho yako. Haitoshi kuishi kwa ajili ya watoto wako. Watoto wako hawana mbingu. Lazima tuamue tunaishi kwa ajili ya Mungu. Tunaishi kwa ajili ya Mungu, na chochote tutakachokifanya kikalete utukufu kwake. Chochote tutakachokifanya kikalete heshima kwake. Chochote tutakachokifanya akainuliwe yeye. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tuamue kuishi kwa ajili ya Mungu. Huyu mwanamke anakataa. Anasema utumishi niliofanya sio kukulipa kwamba nikufurahishe ili wewe unanitamkia au nini. Hapana, nimeishi kwa ajili ya Mungu. Kujenga ile nyumba ilikuwa ni mchezo. Tunaongelea chumba kimoja, tunaongelea zaidi ya milioni 10 na kitu au 20. Anapaua, anaweka kila kitu, anaweka mlango, anaweka vitu vya ndani, karibia milioni 20. Kagharamikia yeye mwenyewe, na haitoshi, akaendelea kumlisha chakula kizuri. Sio nini ile inaitwa nini? Makande. Kuna watu wanapenda makande, sio akakwazika. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anampikia chakula kizuri. Mtumishi wa Mungu anafurahi, na wote tunajua chakula kizuri ni gharama. Ni gharama. Yaani kumpikia kuku tu mtu 50 na kutoka, mlo wa siku hii. Ukiweka na vinywaji, uweke na kachumbari, laki. Mlo. Alafu anaondoka, unabaki wewe unakula mlenda. Na hasemi atarudi lini tena. Yeye alikuwa anapita
Yule mwanamke anasema namuonaga anapita mara kwa mara. Maana yake hakupika mara moja akaanza kuchoka, huyu mgeni sasa anazidisha. Ni juzi tu tulipika, leo kapita tena. Au ni chakula kimemvutia? Hakuanza kulalamika huyu mwanamke kwamba tulipika jana, ameondoka kaenda huku, hajakaa sana tena karudi. Kakaa kidogo tena karudi, hapa anapita. Alafu kai siku moja tumemwekea chumba na lala. Tunaanza kupika sasa usiku, mchana, jioni. Kwa gharama zetu hatumchangishi chochote. Mpaka mchungaji anaona aibu. Yaani mchungaji ilifika hatua anaona aibu. Anasema ametuhudumia sana, tufanye nini sisi kwa ajili yake? Anamuuliza nikufanyie nini? Akasema kiukweli maisha yako vizuri, sina hitaji lolote. Aliyotoa hitaji sio yule mwanamke. Yule mwanamke hakutoa hitaji lolote, lakini alimtumikia Mungu bila kutarajia chochote. Wewe ukitoa masharti, yaani mpaka mchungaji anakoma, kichwa tu kinakuuma. Sisi anakulaga mafungu ya 10 yangu, atajua kichwa tu, ataamshwa saa 6, si ndo anakulaga mafungu, simu inaita. Kuna mtu tu katupia kanani kajiwe kwenye nani, au ndege imepita usiku, simu kwa mchungaji. Mchungaji hatuwezi kulala, yaani kuna mtu hapa ni kama anatutafuta tuunge kwenye maombi. Pengine anafungishwa wakati wewe hata kufunga hujafunga. Mchungaji tuingie kwenye mfungo, halafu nampangia yaani wiki siku 7 kavu, kama na wewe utaingia. Kisa tu kuna kitu kapokea kutoka kwako. Lakini huyu mwanamke akajua ninachokifanya ni kwa Mungu, na Mungu anajua mahitaji yangu. Mungu anajua haja za moyo wangu. Kama amenipa maisha, hawezi kushindwa kunihudumia. Kama ameniweka hai hadi leo naishi, nina hivi vyote, hawezi kushindwa kunisaidia. Nitaishi kwa ajili yake. Yeye ndiye Mungu wangu. Mtumishi akasema hakuna chochote. Akamuuliza Gehazi, huyu mwanamke ameamua hivi, wewe kuna hitaji yoyote unaona? Ndio Gehazi akasema, mchungaji, nimekuwa nazunguka hapa nje, wakati unaongea naye nimezunguka, sijasikia katoto kanalia humu ndani. Alafu nikiangalia mume wake amezeeka, wanatarajia wao wanalea tujukuu kwa lugha nyingine, lakini sijaona hata mjukuu, sijaona hata mji wa karibu kwamba wana watoto karibu. Na zamani walikuwa wanajenga nyumba moja inapandishwa juu, wanaishi pamoja, lakini anasema sijaona chochote, sijaona nyumba ya watoto, sijaona chumba cha wajukuu au watu wengine, wapo 2 tu. Mtumishi wa Mungu ndo akasimama akasema, majira kama haya mwakani, majira kama haya mwakani, nami natamka kwako, unapomtumikia Mungu, unapoamua kuishi kwa ajili yake, natamka kwako, majira kama haya hautabaki ulivyo, hautabaki hapo. Ule muujiza uliokuwa unausubiri, natamka kwako, majira kama haya, majira kama haya ikawe kwako, ikawe kwako, ikawe kwako, kwa jina la Yesu. Akamwambia, majira kama haya utapata mtoto. Kwanza mwanamke akashtuka na akashangaa, maana halikuwa hata ni ombi langu. Maana mimi habari za kuwa na watoto nimeshazika, nimeshazisahau. Mimi nimebaki tu na Mungu wangu, afanye asifanye, nimebaki na Mungu wangu. Ndio maana yule mtoto alipoumwa, yule mwanamke alimrudisha, akaenda kuzika, akamrudisha kwa mtumishi, akamwambia, kwani niliomba mtoto? Mimi nilikuwa vizuri,
na Mungu wangu tu. Wewe ndio ulikuja ukanichokoza, na mtumishi akakubali, kweli mimi ndio nimchokoza, lazima afufuke, lazima afufuke. Ukiishi kwa ajili ya Mungu, Mungu ataishi kwa ajili yako, atafanya kwa ajili yako. Shida zako atazipa kipaumbele, hautahangaika. Atakutazama kwa jicho jingine, atakutazama kwa upendeleo, atakutazama kwa kibali. Tupo watu wengi tunaomba, karibia dunia nzima watu wanaomba ili Mungu akupendelee wewe kujibu maombi yako kwanza. Una nini? Ni kitu gani umekifanya? Zaidi ya watu bilioni 8 ili ajibu ya kwako kwanza, ayape kipaumbele. Ni kitu gani umefanya? Wewe jiulize tu. Wale mliooa ukaingia humu au ukaenda sehemu, alafu jengo likashika moto, kuna mke wako, kuna watu wengi mle ndani, ukapata fursa ya kuokoa mtu, unamwokoa nani? Yaani ili kuokoa mke wako, ujari utakanyaga nani, utamkanyaga nani, utamuumiza, shauri yake. Wewe unachokiangalia tu, unayempenda afanyeje? Atoke salama. Sio kwamba wengine hawalii, sio kwamba wengine hawahitaji msaada, lakini utampendelea kwa namna anavyotumika kwa ajili yako. Sasa fikiria yule ambaye anaombaga kwamba mpenzi wake amemnyanyasa, afe tu alafu aoe mwingine au aolewe na mwingine. Si ni fursa hiyo? Yaani unamwona anaenda na kufunga mlango ila siwepo wa kutoka. Bwana Yesu asifiwe. Tuko watoto wengi wa Mungu, wote sisi ni wana wa Mungu, lakini kitachofanya Mungu akupendelee, unaishi kwa ajili ya nani? Wewe maisha yako umeyaweka kuishi kwa ajili ya nani? Nikwambie, ukiishi kwa ajili ya Mungu, hata mume wako, hata mke wako atafaidika, maana Mungu atakupa maisha marefu ya kuendelea kudumu kwenye ndoa. Hata watoto wako watafaidika, maana Mungu atakupa maisha marefu ya kuendelea kuwalea. Lakini ukigeuza ukaishi kwa ajili ya vinginevyo, yani hivyo vitu haviwezi kukupa uzima, utaviacha tu. Utaviacha tu. Yani utaviacha tu. Wote waliomtumikia Mungu, walioishi kwa ajili yake, waliishi maisha marefu, na wakati ulipofika wa kuondolewa, walirudishwa, walipendelewa. Angalia habari za Hezekia. Wakati wa kufa unafika, nini kilitokea? Akamkumbusha Mungu, mimi nilikuwa sina kusudi nyingine, nilikuta baba zangu wanaabudu miungu mingine, mimi nikafika nikageuza kila kitu, nikafanya taifa liishi kwa ajili yako, nikalisaidia taifa lianze kukuabudu Mungu wa kweli. Na Mungu akasema, ya faili lako linasoma kweli. Akamwongezea maisha. Akaja kwa Dorcas, wakati wake wa kufa ukafika, akafa. Fikiria wewe ukifa, hayo maombi anaweza kuyaomba. Wakasema afufuke huyu, chukua hata wale 10, lakini huyu abaki. Sasa wewe jiulize, utakuwa kati ya wale chukua wale 10 au utakuwa wewe ndo unabaki? Maana nyumbani faida hamna, kwenye mtaa unakotoka faida hamna, kanisani faida hamna. Tunachofaidika tu ni kwamba story haziishi, umbea uishi, kila wakati ni vikao na wewe. Haleluya, haleluya.
Ukiamua kuishi kwa ajili ya Mungu, hautakwazika kirahisi. Hakuna kitakachokutoa kwenye reli, hakuna kitakachokutoa kwenye mpango wa Mungu, hakuna kitakachokuondoa kwenye mstari. Utabaki na Bwana, utamtumikia Bwana bila kuangalia chochote, utamtumikia Bwana bila kujali chochote, na Bwana atakuangalia, atakulinda kama mboni ya jicho lake, atakulinda wewe. Haleluya! Atakulinda wewe, atakulinda wewe. Usitangulize vitu vyako kwanza, mtangulize Mungu, mtangulize Mungu. Leo dunia imefika pabaya sana, watu tuko bize sana na mambo yetu bila hata kumkumbuka Mungu. Mungu anakumbuka Jumapili tu, nayo Jumapili ndio hivyo, masaa machache, dakika chache, tumetoka, umerudi zako. Ndio maana dunia ni mwingi ndani mwako kuliko habari za Mungu. Tuna muda mwingi kwenye mambo yetu tukiachana na mambo ya Mungu. Mungu atusaidie. Naomba tusimame.